Milipuko kadhaa imetikisa taifa la Venezuela alfajiri ya Jumamosi katika mji mkuu wa Venezuela Caracas, huku mvutano kati ya taifa hilo na utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ukiendelea kushika kasi. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeripotiwa, picha mnato na video zinaonyesha eneo la tukio. Milipuko 7 ilisikika majira ya saa 2 asubuhi kwa saa za huko, ikiambatana na sauti za ndege za kijeshi zilizokuwa zikiruka mwendo wa chini katika taifa hilo la Venezuela. Taarifa zinaripoti kusikika kwa ndege za kivita na huenda ni droni pamoja na helikopta za kijeshi, ikiwemo helikopta za mashambulizi aina ya Apache na helikopta za kusafirisha wanajeshi aina ya Chinook, hali ambayo imezua hofu na huenda operesheni za kijeshi za Marekani zimeanza juu ya anga la taifa la Venezuela. Taarifa kutoka kwa maafisa wa Marekani ambao hawajataka kuthibitishwa kwa majina wamesema kwamba Rais Donald Trump aliagiza mashambulizi ndani ya ardhi ya Venezuela yakilenga vituo vya kijeshi. Katika taarifa rasmi, mamlaka za Venezuela zimeshutumu Marekani kwa kufanya uchokozi mkubwa wa kijeshi, zikitangaza kuwa Washington imelenga maeneo ya kiraia na ya kijeshi ndani ya Caracas pamoja na majimbo ya Miranda, Aragua pamoja na La Guaira. Serikali ya Venezuela imesema, tunakataa, tunalaani na kulalamikia mbele ya jumuiya ya kimataifa uchokozi mkubwa wa kijeshi uliofanywa na serikali ya sasa ya Marekani. Lengo la mashambulizi haya ni kutoa rasilimali za kimkakati za Venezuela, hususan mafuta na madini, kwa kuvunja uhuru wa kisiasa wa taifa letu kwa nguvu. Vyanzo vya Venezuela vimezungumza kwamba nyumba ya waziri wa ulinzi wa Venezuela pamoja na bandari moja katika mji mkuu zimeshambuliwa kwa mabomu. Shahidi mmoja amezungumza kwamba sehemu ya jiji imekatika kabisa umeme. Rais wa Colombia Gustavo Petro amesema bila kutaja nchi yoyote kuwa kwa sasa wana bomu Caracas, dunia nzima iwe macho, Venezuela inashambuliwa. Petro pia ametaka kufanyika kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, ambapo mashambulizi haya yanatokea wakati mvutano kati ya Washington na Caracas ukiwa katika kiwango cha juu. Trump ameendelea kuishutumu serikali ya Venezuela kwa kuhusika na usafirishaji mkubwa wa dawa za kulevya, akiidhinisha kupanuliwa kwa operesheni za kijeshi za Marekani katika bahari ya Caribbean pamoja na Pasifiki ya Mashariki. Rais Nicolas Maduro amekanusha madai hayo, akiituhumu Marekani kufanya uchokozi kwa kutumia mapambano dhidi ya dawa za kulevya kama kisingizio cha kuangusha serikali yake, akionya kwamba hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Venezuela itakabiliwa na upinzani mkubwa zaidi. Hayo aliyazungumza kabla ya kutokea kwa mashambulizi, lakini baada ya kutokea kwa mashambulizi, rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza hali ya hatari katika taifa hilo. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje, serikali ya Venezuela imetuhumu Marekani kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya kiraia na ya kijeshi katika majimbo kadhaa ya taifa hilo, wakiyataja kuwa ni mashambulizi ya kichokozi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ambazo zimetolewa na serikali, mashambulizi haya yameripotiwa kutokea katika mji mkuu wa Caracas pamoja na majimbo mengine kama ambavyo nimeyataja, Miranda, Aragua pamoja na La Guaira. Mamlaka za Venezuela pia zimeshutumu Washington kwa kupanga mashambulizi hayo kwa lengo la kutoa rasilimali za mafuta na madini za taifa, zikisikika kuwa juhudi hizo hazitafanikiwa kamwe. Ikulu ya Marekani bado haijathibitisha kuamliwa mashambulizi hayo, lakini kuna baadhi ya maafisa ambao hawajataka kwa majina yao kutajwa wamesema rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliamuru kufanyika kwa mashambulizi hayo, na hivi karibuni Donald Trump alifanya kikao cha dharura na usalama wa taifa katika makazi yake ya Mar-a-Lago kabla ya taarifa ya kwanza ya mashambulizi katika taifa hilo la Venezuela. Balozi wa Marekani mjini Caracas umetoa onyo la kiwango cha 4 ukiwataka raia wa Marekani kutosafiri kwenda Venezuela kwa sababu yoyote ile. Aidha, Marekani imepiga marufuku ndege zake za kibiashara kutumia anga ya Venezuela, kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga wa Marekani FAA, ukitaja shughuli za kijeshi zinazoendelea. Hatua hiyo pia ilichukuliwa muda mfupi kabla ya mlipuko kadhaa kuripotiwa huko Caracas. Kwa mujibu wa taarifa, milipuko 7 imesikika alfajiri ya leo katika mji mkuu wa Caracas, kifuatiwa na ndege zilizokuwa zikiruka kwa mwendo wa chini. Sehemu ya kusini ya mji huo iliyo karibu na kambi kubwa ya kijeshi pia imeripotiwa kukosa umeme. Mlipuko hiyo imetokea wakati mvutano huo ukiendelea. Trump ameshutumu Caracas kwa kuanzisha biashara kubwa ya magendo ya dawa za kulevya, lakini pia amesema Venezuela imekuwa ikifadhili makundi ya kigaidi. Na ifahamike, rais wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro aliwahi kuambia raia wa kule Venezuela kwamba wanatakiwa kuhakikisha wanalipambania taifa lao. Kila raia wa Venezuela anatakiwa, pindi inapotokea kumetokea vurugu ya aina yoyote, basi kila raia wa Venezuela anatakiwa kujitokeza kwenda kulipambania taifa, kwa sababu kitendo cha Venezuela kushambuliwa itakuwa ni shambulizi la moja kwa moja dhidi ya uhuru wa taifa hilo katika kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa,
hasa kukabiliana na matendo maovu ya Marekani. Ifahamike, Venezuela pamoja na Marekani waliingia katika mgogoro ambao ulisababishwa na rasilimali mafuta ambazo wanazalisha Venezuela. Hadi hivi sasa ni kwamba Venezuela imekuwa na eneo moja tu ambalo ndilo lililoruhusu mafuta kutoka Venezuela kwenda nchini Marekani, jambo ambalo Marekani wamesema jambo hili kamwe hawawezi wakalikubali hata kidogo. Na hii inaonyesha wazi kabisa kwamba Marekani sasa wameamua kupora rasilimali za kule Venezuela kinguvu, pasipo kuangalia athari ambazo zitajitokeza katika eneo hilo. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa ukaribu zaidi, lakini tumeona tayari watu mbalimbali wameanza kutoa matamko yao wakilaani kile ambacho kimefanywa kule nchini na Marekani katika taifa hilo la Venezuela. Na mtakumbuka Venezuela ni mshirika wa karibu sana wa serikali ya Urusi, ambapo pamoja na mambo mengine tunaona kwamba kitendo kilichofanywa na Marekani kinaweza kukawa ni kitendo cha moja kwa moja cha mgogoro mwingine mpya ambao utaibuka. Na mnakumbuka rais wa Venezuela Nicolas Maduro hivi karibuni alitangaza kwamba yuko tayari kukutana na rais wa Marekani, wafanye mazungumzo popote pale ambapo Marekani itataka wakakutane. Lakini Marekani, katika hali ya kushangaza, hali ambayo haikutarajiwa, Marekani kaamua kufanya mashambulizi hata kabla ya kukaa katika kikao hicho cha mazungumzo kati ya serikali ya Venezuela pamoja na serikali ya Marekani. Kusemeza ukweli, mashambulizi haya ni mashambulizi mabaya zaidi, na Marekani anafanya hivi kwa sababu anaamini kwamba kitendo cha kuwatisha hao wa Venezuela wanaweza wakakubaliana na matakwa ambayo Marekani anayataka katika taifa hilo la Venezuela. Sasa sisi ambao tunafuatilia haya masuala ya geopolitics tunafahamu vizuri kwamba Marekani, moja kati ya eneo ambalo hivi sasa analitafuta kwa gharama yeyote ile ni kuhakikisha anapata rasilimali madini, rasilimali mafuta, madini adimu kwa ajili ya kuendeleza mapambano yake, kwa sababu mataifa mengi sana ambayo yalikuwa yanafanya biashara na Marekani, mengi sasa hivi yameanza kujitoa mdogo mdogo. Kwa hiyo hilo linakuwa ni pigo kubwa sana kwa Marekani, kwa sababu Caracas kwa maana Venezuela walitangaza kwamba wao wanataka kuanza kusambaza mafuta yao katika mataifa mengine na si kuendelea kusambaza katika taifa hilo la Marekani, kitendo ambacho Marekani kilimtia hasira sana. Kwa hiyo kinachozungumzwa kwamba sijui kuna madawa ya kulevya, kinachozungumzwa kwamba sijui Venezuela inafadhili ugaidi, hapana. Hapa ni kwa sababu Marekani na Venezuela wametofautiana misimamo. Rais aliyepo madarakani Nicolas Maduro si mtu ambaye anaweza akakubaliana kumpigia magoti rais wa Marekani bwana Donald Trump, pamoja na changamoto zote ambazo anaweza akakutana nazo. Huyu ndiye Marekani ambaye kwa miaka yote amekuwa akizungumzwa kwamba yeye ni mtu wa diplomasia, yeye anatafuta amani duniani. Sasa hii ndiyo diplomasia. Ukikumbatia kilichokuwa chako unapigwa, ukienda kuwasapoti watu wengine unapigwa. Marekani yeye anataka azungumze kama Father House, kwa maana yakizungumza jambo lolote lile hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akalibishia au akatoa maoni katika eneo hilo. Ripoti hizi tunazifuatilia kwa karibu sana kwa sababu ni ripoti ambazo zinatuhusu sana, kwa sababu tupo katika dunia hii ambayo ina machafuko kila uchao, na wanafanya hivyo kwa sababu wanajua Marekani pasipo machafuko wao hawawezi kuishi tena. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.